Karibu Tabora, karibu Toronto. Ushirika, pamoja tujenge uchumi. Ushirika ni ushirika kwa Hapa ni kijiji cha Tumaini, kata Ukondamoyo, wilaya ya Urambo, mkoani Tabora, mahali kilipo chama cha msingi cha wakulima tumbaku Tumaini, ambapo leo Machi 2026 mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Tabora Venance Msafiri anakata utepe huu na kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa ghala la kuhifadhia tumbaku ambalo ndio zao muhimu la biashara kwa wanachama hawa. Mwenyekiti wa ushirika huu Constantine Damas anaeleza kile kilichowasukuma kuanza ujenzi wa ghala hili, ambapo hadi kukamilika kwake miaka 3 ijayo litagharimu zaidi ya shilingi milioni 147. Kwa kweli ghala ambayo tulikuwa tukiitumia awali kusanyia mitumba zetu ilikuwa ni hilo hapa. Ilikuwa uwezo wake ni mdogo, ambao ilikuwa lina uwezo wa kukusanya labda mitumba 1200 ndio tunapeleka sokoni. Sasa ndani ya miaka miwili hii tumebananika sana, tukaona sasa wakulima wangu na bodi yangu tukasema ni vyema tupate ghala lenye uwezo wa kuweza tukasteki hata mitumba 3000. Na vipimo vyake ni kwamba ghala hili lina uwezo wa kusteki mitumba 3000 na ikaenda market center. Kinyume cha hili tulikuwa tunatumia mitumba 1200, mitumba zinabaki kwa wakulima, tulikuwa tunakula hasara. Maana zilikuwa zinaibiwa, zinatuzwa. Mtu alikuahidi ana mitumba 20, siku ya kwenda kuzichukua unakuta na mitumba 15. Mitumba 15. Hawezi kupata shida, mtoto amelazwa hospitali na mtu anamwambia hela hii hapa, acha kuchomoa. Inakuwa kiko mikononi mwake. Lakini mwaka huu kwa wakulima walivyojipanga, mheshimiwa mrajisi, nilikuwa nakutangazia kilo 400 kwa msimu huu. Sasa kwa kuwa ni hivyo limit wenzetu makampuni tuwekea limit, basi tutaangalia hali itakavyokuwa. Lakini kwa mwaka huu hali iliyopo, mheshimiwa mrajisi, nakuhakikishia hali ni nzuri sana. Fedha tuliyoitumia ni mapato halisi ya wakulima, yani ushuru. Baada ya kulipa wakulima wetu wote kwa asilimia yao 100, nikalipa watumishi wangu makaladi na manager, tukabaki na akiba kutoka kwenye ushuru wa chama. Fedha tuliyoitumia sisi ni ya ushuru unaotoka kwenye kampuni yetu ya Mkwawa. Kwa sasa ushirika huu una jumla ya wanachama hai 250, wake kwa waume. Ushirikiano mlionao endeleeni, mtafika mbali sana, na tunawapongeza kwa sababu leo tunafanya uzinduzi wa ujenzi, tunaweka jiwe la msingi. Jiwe la msingi lina maana gani? Ndio safari imeanza, na nimeambiwa hapa limewekwa mpango wa miaka 3. Kupanga ni kuchagua. Kwa hiyo nyinyi mmeona ili ndio la muhimu kwanza. Kwa hiyo mimi kiukweli leo nimefurahi sana. Kwa hiyo wito wangu, pembejeo zikija pelekeni mashambani, na masoko yanatarajiwa kuanza mwezi wa 4. Jitahidi wakulima tupeleke masoko ya kwanza, tumalize deni, tuanze mipango ya mwakani. Na sisi kama ofisi ya mrajisi na ofisi ya mkoa pamoja na union tuko tayari kuwepo na nyinyi bega kwa bega na kuwasaidia. Kuna changamoto za muhimu wa bei na nini, hilo serikali ni tayari shafanya kazi. Sisi kazi yetu ni Mwenyezi Mungu atulinde, tuwe na afya njema, tuendelee na kilimo. Waswahili walisema mgeni njoo mwenyeji apone. Wanachama wanatumia ujio wa mrajisi kuwasilisha ombi lao ili malengo na matarajio yao ya uzalishaji, usafirishaji na uuzaji yaweze kwenda kama yalivyopangwa. Sisi kama wakulima tunaomba msaada kwa mnajisi. Pale tunapopata changamoto awe karibu kutusaidia. Mambo ni mengi, changamoto ni nyingi. Sasa hivi tunaingia kwenye mauzo. Magari saa nyingine unakuta unapata magari hamna. Tumbaku nyingi ziko ng'ambo ya mbuga. Kwa hiyo kuzikusanya inakuwa ni kazi. Hata hivi tunaomba Mungu mvua, yani tunatamani mvua, lakini kwa zao tulionalo tunasema mvua isizidi madaraja yakakatika. Yani akisha katika tu madaraja, changamoto ni kubwa. Tumbaku nyingi iko Ngorongo. Kuzitoa kule ni kazi. Muda mwingine tunazungukia Tebrana. Tunaweka kambi kwenye mji wa mtu. Tunavusha. Yani magari yanazama, watu wanabeba kwa bega mpaka kutoa nje.
Kwa hiyo tunaomba msaada, tunapopata changamoto ya magari na nini, uwe tayari kutusaidia. Ni dhahiri kuwa miaka mitatu baadaye, panapo uzima, tutarudi tena mahali hapa kwa ajili ya kupokea na kuzindua ghala hili likiwa limekamilika, tayari kuanza kuwahudumia wanachama hawa. Uking'oa mabua ni kwa faida ya kwako, sio ya kwangu Karonga, ni ya kwako. Mbolea iliyotumika pale bado ipo, haijaisha yote. Utapanda mahindi utapata, na wadudu wanaozuru tumbaku hawatazaliana kwa sababu umeyang'oa. Yang'oleo yakiwa bado yasio mpaka yafe unakipo na yapiga na mateke, hapana, yatakuwa yamekupotezea nini. Hiyo nafikiri wote waliomaliza kuvuna kisheria wanasema wanaweza kuchukulia hatua ya kutongoa mabua. Unashtakiwa kwa kosa la kutongoa mabua wakati uliweza kuyalima. Na tuwe mafundi wa kugeredi. Huyu anaweza akawa anajua, lakini walio wengi hawajui kabisa kugeredi. Tuna ajili watu wa kugeredi. Wewe umeweka mikono namna hii, unamlipa hela bila kuangalia alichokutengenezea kiko sahihi. Jitahidi angalau tuwe tunamjia, unaangalia hii mbona inaonekana iko tofauti. Karibu Tabora, karibu Toronto.